Takriban miezi 16 kabla ya uchaguzi mkuu, ni wazi kwamba siasa zimeanza kutawala majukwaa mengi humu nchini. Hivyo basi hatutarajii miradi ya maendeleo kutimizwa, badala yake tumeingia kwenye ukurasa wa kulishwa ahadi nyingi, hasa kutoka kwa hao wanasiasa. Haya ya wanasiasa na ahadi tuyaache kwa sasa, tutapuliza kipenga siku nyingine. Sauti ya kipenga imegundua kwamba sasa hivi tunashuhudia siasa za uhuni. Wanasiasa wameanza kukodi na kupanga wahuni kwa lengo la kukabili wapinzani. Mbunge wa Suba Kaskazini Milly Odhiambo alikashifu matumizi ya wahuni katika siasa. Naye naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula alisema serikali haina wahuni, ila wahuni wanamilikiwa na watu binafsi. Kauli hizi zinatueleza wazi kwamba kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, vurugu ambazo tutazishuhudia zitafadhiliwa na wanasiasa kwa kuwatumia wahuni wa kukodi. Chukulia mfano chaguzi ndogo tulizokuwa nazo mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka 2027, Mbeere Kaskazini, Malava, Kasipul, Kabondo na Kabuchai. Vurugu hizo zilitekelezwa na wahuni na hivyo kupaka tope shughuli ya upigaji kura. Wa hivi punde kupatwa na visa vya uhuni ni mbunge wa Westlands ambaye ametangaza azma yake ya kuwania ugavana kaunti ya Bungoma Tim Wanyonyi, pale ambapo hoteli yake ya Ininga kule Kandui inadaiwa kushambuliwa na watu wasiojulikana. Wahuni hao waliwajeruhi walinzi na kuharibu majengo katika hoteli hiyo. Huenda maafisa wa polisi watakuwa na kazi ngumu sana kudumisha usalama katika mikutano ya kisiasa. Baadhi ya wanasiasa wenyewe watakuwa wanapanga vurugu kwa kutumia wahuni wa kukodi ili kuinyamazisha upinzani au kupata huruma za wapiga kura. La kuvunja moyo ni kwamba hao wahuni hulipwa shilingi chini ya 1000, wengine 500, wengine 200, lengo lao kuzua vurugu, kuharibu mali au hata kuharibu maisha ya watu. Inasikitisha kuwa pia wahuni mara nyingi ni vijana ambao tumeishi kuwatabiria kuwa wao ni viongozi wa kesho. Hiyo kesho tutafika kama jua limeshazama. Sauti ya kipenga inasema kwamba tumefika mahali pa kuchukua tahadhari, hasa tunapojitokeza kushiriki mikutano ya kisiasa. Uhuru wa kujieleza huenda ukakatizwa na biashara ya kutumia wahuni wanaowalenga na kuwakabili wenye maoni na misimamo pinzani. Tunasema kwamba vitengo vya usalama vitahitajika kuimarisha usalama zaidi ya kile tunaona kwa sasa. Tume ya maadili yani EACC sharti iwe imara katika kuwatambua wanasiasa wasio na maadili mema, na mwisho tume ya IEBC sharti itumie majukumu yake vilivyo kuwakabili wanasiasa wanaotumia vurugu katika siasa zao. Tumepuliza kipenga. Mimi ni Nelson Songa.